Bwana Yesu, Bwana Yesu asifiwe zaidi. Kwa majina ni mwinjilisti Justus Gospel. Nashukuru Mungu wakati huu kwa sababu ya kunitumia kwa neno lake. Ujumbe wa siku ya leo, nataka tuangalie toba ya mwana mpotevu. Unajua, hakuna mtu ambaye haelewi toba ya mwana mpotovu ama hadithi ya mwana mpotovu. Wale walio katika wokovu na hata wale walio nje, unapowaelezea hadithi ya mwana mpotovu katika maandiko, wengi wanaelewa. Lakini siku ya leo nataka tuangalie hiyo toba ya mwana mpotovu katika njia nyingine. Jambo la kwanza, mwana mpotovu alikuwa nani katika maandiko? Unajua lazima tuanzie pale. Kulingana na maandiko, mwana mpotovu huyu alikuwa ni mmoja wa kijana wa mzee mmoja ambaye alimwendea baba yake akamwambia kwamba amgawie urithi wake. Baba akaangalia huyo kijana na akampatia sehemu yake, na huyo kijana akauza hiyo sehemu na akaingia na ile pesa ambayo alipata katika hiyo sehemu kwa muji. Alipoingia katika kwa muji, alienda akatumia ile sehemu yenye alikuwa ameuza katika ile shamba katika mambo ya usharati. Akaingiza ile sehemu katika mambo ya wizi, akaingia katika mambo ya ulevi. Yaani katika njia nyingine, siwezi kutaja dhambi zote ambazo alitenda kutumia ile mali, lakini kwa njia nyingine inamaanisha kwamba katika ile mali ambayo alipata baada ya kuuza ile sehemu ya shamba yake aliyopewa ya ule urithi, huyu kijana alitoka na kuelekea katika muji na kuzama katika dhambi. So wacha tuangalie kwanza. Huyu kijana kulingana na maandiko alikuwa kijana mdogo kwanza. Katika hiyo familia kulikuwa na vijana wengine. Lakini yeye akaenda kuitisha urithi wake. Wacha kwanza tuanzie pale. Unajua katika boma kuna vijana na wewe ni kijana mdogo. Alafu unaanza kuitisha urithi. Kwa mfano tu katika dunia hii na wengine wakubwa wako hawajaitisha. Kulingana na dunia inaonyesha kwamba huyu ni mtu ambaye amekosa heshima. Kulingana na dunia wanaona kwamba huyu ni mtu ambaye ameshapotea, kwa sababu huyu ni mtu ambaye tamaa imemuingia. Hiyo ni kulingana na dunia. Kila mtu anaelewa hivyo. Na kulingana na dunia wataona kwamba huyu ni mtu muasi. Kuna mambo ambao wataongea juu ya huyu mtu. Na utapata kwamba asilimia kubwa ya watu hawatakubaliana na huyu mtu. Lakini kwa sababu dunia iko na watu werevu na wapumbavu, hautakosa mpumbavu mmoja ama wawili watatu ambaye watakubaliana na mtu kama huyu. So jambo la kwanza, makosa ambayo tunapata nayo mtoto mpotovu ni ya kwamba alikuwa mtoto mdogo, na licha ya kuwa mtoto mdogo alikimbia kuenda kwa baba yake kuitisha urithi, ambapo kulikuwa na wengine hapo ambao walikuwa wanastahili waitishi, walikuwa wamehitimu hata, lakini hawakuwa na hiyo tamaa, hawakuwa na hiyo mbio, hawakuwa na hiyo msukumo. Akakimbia kwa baba yake, na baba yake naye pia akatenda haki upande yake. Akasema kama kweli unataka urithi wako utapata. Akapewa. Sasa alipopewa huyo kijana ule urithi, kwanza akauza. Unaona mambo ambayo huyu kijana aliyafanya. Jambo la kwanza, ameenda kuitisha urithi kama kijana mdogo, na wengine ambao wako hapo katika hiyo boma hawajaitisha. Hiyo kwanza ni makosa. Yeye bado hajafika, lakini ameenda kudai kwa sababu ya msukumo fulani. Ya pili, huyu kijana alipoenda akapewa ule urithi, hakuutunza, aliuza.
Alipouza akaenda katika muji. Alipofika katika ule muji akatumia ule uridi ambao alikuwa ameuza kwa sababu ya kutenda dhambi si kumsifu Mungu. Makosa ya pili sasa, kijana amepewa uridi akauza. Alipouza, makosa yake kubwa kuingia kwa muji na kuzama katika dhambi. Lakini angeliuza huo uridi, aingie katika muji, atumie ule uridi kuzambaza utakatifu, huyo kijana tungesikia akisifiwa. Huyo kijana ungesikia akisifiwa. Lakini kwa sababu huyo kijana alipewa mali na baba yake, sehemu yake ambayo aliitisha. Alipomaliza kupewa sehemu yake ambayo aliitisha, akaingia katika muji. Makosa yake makubwa ambayo aliweza kufanya alipokuwa katika ule muji ni kuzama katika dhambi. Ndio makosa makubwa ambayo aliweza kuyafanya. Sasa alipokuwa mahali pale na akazama katika dhambi, katika ulevi, usherati, wizi, akaingia katika kila aina yote ya dhambi, akajifariji ndani. Unaona ile makosa ambayo alifanya. Lakini angelichukua hii pesa aenda asaidie nayo mayatima kwa ukweli, asaidie nayo wajane, masikini, atumie pesa kupeleka neno la Mungu, afanye nayo uinjilisti, afungue pesa aende mahali akuwe na kanisa na akuwe anachunga watu katika njia ya ukweli. Angechukua hii pesa aende mahali ainvest kwa injili, Mungu angesifu huyu mtu. Hata watu wengine wangeongea vyema kwa ajili ya huyo mtu, wajane wangeongea vyema. Tunajua mama ambaye alikuwa anaitwa Dorcas katika Biblia, yule ambaye alikuwa anashona vitambaa akisaidia watu. Yule mama alipoaga, watu waliamuka na nguo zake, wakasema huyu mama yeye ndiye alinisaidia hii. Unasikia? Ezekieli, huyu mfalme ambaye alikuja akafanya makosa, akaonesha watu mahali katika palisi yake, Mungu alikatuma nabii aenda amwambia kwamba atakufa. Ezekieli aliingia katika mawazo yake na akaangalia kwamba amefanya makosa na akajua kwamba hata jifariji. Licha ya watu wengi siku ya leo wanataka wajifariji, lakini Ezekieli alikataa. Akasema ya kwamba nimekosa, na akatubu na akaambia Mungu, kumbuka mambo ambayo niliyatenda mema. Kweli kuna mambo alikuwa amefanya mzuri kabla ya kuanguka, kuna vitu alikuwa amefanya mzuri, na alipokubaliana ya kwamba kwanza ameanguka na akakumbusha Mungu ya kwamba kuna mambo ambayo aliyafanya mazuri, Mungu alimsamehe na akamuongezea miaka zingine. Lakini huyu mwana mpotovu ameenda kuitisha mali ambayo wengine hawajaitisha na mdogo. Akapewa, akaiuza, hakuitunza, akaingia nayo katika muji na akaifanyia dhambi, akazama nayo katika mambo ya giza. Alipokuwa mahali pale akafurahia sana, aliona amefaulu, aliona ako sawa kabisa. Lakini ikafika muda ile mali ikaisha. Unaona sasa, wale marafiki wenye alipata katika hiyo dhambi, wenye walikuwa wanakula hiyo pesa kwa usharati, wenye walikuwa pale kwa ulevi wakisema kwamba wapewe kreti 1, 2, 3, wale wasichana ambao walikuwa wanamfuata weupe, wale wenye wamenona kabisa, wanene, waliokuwa wakimfuata, kumbe ni tamaa ya pesa. Walipoona hiyo pesa imeisha, walimtoroka. Wale walevi ambao walikuwa wanasema kwamba wapewe, walipokuwa wanakunya kwa bili yake, wakaona huyu jamaa bili yake imepungua, walitoroka. Kila mtu mwenye alikuwa na huyo ndugu wakati huyo ndugu alikuwa na pesa, wakati pesa ziliisha, kila mtu alitoroka. Kuna watu kumbe wanaweza kuunga tu mkono wakati mambo yako iko mzuri, kulingana na faida yenye wanataka kwako. Kuna watu katika hii maisha watakukumbatia, watakukwamia kwa mwili yako, kwa sababu kuna faida ambayo wanapata. Ile faida ikiisha, wale watu hapo ndio wataishia. So hao watu ambao walikuwa na huyo kijana mpotovu katika dhambi, walikuwa kwa sababu huyo kijana alikuwa na pesa. Lakini wakati pesa yake ilipungua,
wakati mambo yake ilienda ikasambaratika, kila mtu alimtoroka. Na kweli hivyo ndio dunia ilivyo siku ya leo. Watu wengi ambao wanafuata mtu ambaye katika maisha wanaangalia kwamba ni mtu ambaye anafaa kuwa rafiki yao, hawa ni watu ambao wameona faida ya huyo mtu, lakini faida hiyo itakapopungua, itakapoisha, wale watu ndio utajua kwamba tamaa yao na faida yao haikuwa kwa sababu ya ukweli, ilikuwa ni kwa sababu ya uongo. So kijana mpotovu, marafiki zake aliowapata katika dhambi, wengi walimtoroka wakati mali yake ilipungua. Na wakati walipomtoroka, kijana yule akakosa hata chakula. Alienda kutafuta kazi na akapata kazi mahali ambapo wanalisha nguruwe. Akaingia pale ili apate riziki. Mtu aliyekuwa tajiri, mtu aliyekuwa mtu ambaye ameheshimika, wakati aliingia katika ule mji, akafika mahali pa kulisha nguruwe. Usifikiri ni mchezo. Nguruwe ambazo watu wanasema kwamba ziko na mapepo ndio majini, alienda kulisha zile nguruwe ili apate tu riziki, ili apate kitu ambacho kitamsaidia katika maisha. Hiyo kazi, wakati aliingia katika mji, hangefanya hiyo kazi. Wakati alikuwa na pesa, akulisha nguruwe haikuwa sehemu yake bwana. Pesa ilikuwa hiyo. Wakati ambapo alikuwa na hiyo pesa, hakuna mtu angemwambia kitu na aweze kumsikiza, because sasa pesa ndiyo inazungumza. Ako na uwezo kutumia hiyo pesa kufanya kila anataka, na kuna watu ambao wanamuunga mkono kwa sababu ya hiyo pesa. Lakini wakati ilipungua, wakamtoroka, akakosa hata chakula, mavazi yenyewe amekosa. Kila mtu ambaye alikuwa amemzingira, faida yake imeisha kwake, akamtoroka. Huyu kijana alipoenda kutafuta kazi na akafika kwa ile kazi, akaifanya siku 2-3. Alipoendelea, siku moja akachukua matunda kwenda kulisha nguruwe, na hiyo matunda hata yeye mwenyewe hajakula, lakini nguruwe wanakula. Yaani wanyama ambao hawajaumbwa kwa mfano ya Mungu wanakula wakifurahia, na wewe ambao ni mtu ambaye umeumbwa kwa mfano wa Mungu, wa maana kuliko wanyama, unateseka na unaenda kulisha wale wanyama. So akafika mahali pale, siku moja alipokula matunda ya nguruwe, akaanza kula chakula cha wanyama. Ndiye akarudi katika akili, akasema, nyumbani mababa yangu kuna watumishi wengi. Wale watumishi wanakula chakula na kuzasa, wanakula chakula washibe. Unajua mtu akishachiba chakula, kuna vitu ambavyo nasikia kuzasa, hata wengine wanaweza tapika, wengine hata wanaweza kunyamba. Hiyo ni ishara ya kuonyesha kwamba huyo mtu amekula na hata akashiba zaidi. Sasa huyu kijana akaangalia kwao kwenyewe vile watumishi wanaogelea mali ya baba yake, na yeye ako hapa mtoto wa tajiri na anateseka. Kwa sababu gani? Ya uasi. Kwa sababu gani? Ya ujuaji. Kwa sababu gani? Ya kukosa na kukataa kutubu toba ya ukweli, ya kuona kwamba ako sawa. Muda ulimuonesha kwamba kweli katika hii dunia hakuna mtu anaweza kukwepa kitu yoyote ya Mungu. Kitu yoyote ambayo haujafanya katika njia kamili haistahili kungoja kwamba hautafaulu ama nini. Haistahili uone ya kwamba ati kuna siku utafika mahali utaendelea hivyo. Kitu yote ambayo umefanya katika njia ya mkato, muda utakuja kuonesha kwamba hiyo kitu ambayo ulifanya haikuwa ya ukweli. Hata kama dunia mzima itakuunga mkono, ninakuambia ndugu dada, dunia mzima, watumishi wote wakuombee, wakuhakikishie ya kwamba uko sawa. Kila aina yote ya nabii akutabirie vile walitabiria Ahabu, manabii wa uongo. Muda utakuja kuonesha ya kwamba chenye ulifanya sio kizuri. So huyu kijana alipokuwa mahali pale, sasa aina ya toba ya huyu kijana, alirudi kwa akili yeye mwenyewe. Akaona ya kwamba nyumbani kwao kuna wafanyakazi wanakula, wanashiba, wanazaza, na yeye anateseka, na yeye ndiye akona ruhusa ya kutumia hiyo mali. Akasema, wacha niende nyumbani kwa baba yangu, heri anifanye kuwa tu mmoja wa wafanyakazi wake, ili nikule, ili nifurahie maisha. Kitu cha kwanza nataka ujue pale, huyu kijana alipoenda kwa baba yake kuitisha mali, alikuwa kijana ambaye hajafika kupewa hiyo mali kulingana na watu wa dunia. Ya pili, kama alikuwa amefika akapewa mali, kuonesha kwamba huyu kijana hakuwa na nia safi, aliuza ile mali ambayo alikuwa anafaa itunze,
Na kama aliuza, alitumia kwa njia gani? Angeuza hapo mahali aende anunue kwingine, angelikuwa huyu kijana alikuwa na nia safi. Angeliuza aweke ile mali, ile uridi, ile kitu alikuwa amepata katika Injili, aende ahubirie watu, aende aeneze utakatifu, huyo mtu angesifiwa. Lakini kwa sababu hakukuwa na nia yoyote ya Injili, hakukuwa na nia yoyote ya mambo mema, basi ilibidi mambo yake yote isambaratike. Na iliposambaratika, hakuna mtu alienda kumtafuta. Wapendwa, kuna watu ambao wanapokosa tunapenda kusema kwamba tuende tuwatafute, tukae nao chini. Kumbe kuna watu katika hii dunia wanapokosa, sio wote watatafutwa. Kuna watu ambao wakishakosa, wakati wamekosa, wanajiona kwamba wako sawa, wanafaa wapewe muda. Ule muda ndio utakuja kuwaonesha kwamba wamefanya makosa, wenyewe wakuje watubu, sio sisi tuwaendee. Wacha nikwambie ile Injili. Kuna wakati mwingine tunaomba na tunahubiri Injili, lakini hatutaki kuangalia pande zote. Tunahubiri Injili na tunabaki katika ufunuo mmoja. Sio kila mtu ambaye amekosa anafaa kuendea na kuanza kubembelezwa na kufundishwa. Hapana. Kuna mtu ambaye atakosa na atapewa muda yeye mwenyewe, kwa sababu anajiona kwamba hajakosa na ako sawa. Lazima tumpatie muda aendelee, na muda utamuonesha yeye mwenyewe, atarudi katika akili na aseme ya kwamba kweli nilikosa. Lakini kuna watu ambao wanaweza kosa, tuwakimbilie kuwarekebisha, hiyo wakati wanaona ya kwamba hawajakosa. Mtoto mpotovu wakati alienda kuitisha mali, kulingana na dunia, ni mtoto alikuwa mchanga, akauza uridi ambao ni makosa, akaingia katika muji na akaanza kufanya dhambi na ile mali ambayo alikuwa ameuza. Hiyo yote ilikuwa ni dhambi, lakini licha ya yote hakuna mtu alimfuatilia. Hata baba yake atusikia akisema, akilia kwamba mtoto wangu amepotea, akiomba Mungu amrejeshe. Hapana, kwanza baba yake pia alimpatia muda, na muda ulipokuwa ukiendelea, kijana mwenyewe alirudi katika akili na akakimbia kwa baba yake. Wapendwa, kuna watu watakosa hata kwa kazi, kuna watu watakosa kwa familia, kuna watu watakosa hata kwa taifa, kuna watu watakosa kwa vyama, kuna watu watakosa hata mahali unaishi. Lakini tusiwaendee kwanza, kwa sababu wakati wamekosa wanajiona kwamba wako sawa. Tuwapatie muda, tuwaambia kwamba wapendwa, sasa nyinyi endeleeni kwanza. Muda uwaonyesha kwamba chenye mlifanya ni kweli ama ni uongo, kwa sababu kuna watu ambao tunaweza waendea waona kwamba ni kama tunawabembeleza. Kuna wale ambao tutawaendea hata wakose kuona makosa yao, waone ya kwamba tunawahitaji, lakini muda wenyewe utawaonesha. Mungu mwenyewe atatumia muda. Kumbe kuna toba ya muda. Toba ya mwana mpotovu ni toba ya muda, sio toba ya mtu kumwendea. Wapendwa, kuna watu ambao watakapokosa katika maisha yetu, tuwapatie muda. Muda uwaoneshe ya kwamba kweli mlikosa, wenyewe warudi katika akili, watubu, na wakitubu watubu toba ya ukweli. Hiyo nakwambia ni ukweli. So toba ya mwana mpotovu ilikuwa ni toba ya muda, ili yeye mwenyewe arudi katika akili na aseme ya kwamba kweli nimekosa. So siku ya leo nataka nikwambie kitu kimoja. Wakati unasikia kwamba mtu amekosa, sio lazima tumkimbilie ati tuende tumwambie kwamba amekosa. Kuna wale ambao tutaenda tukiongozwa na Mungu, na kuna wale ambao tutawapatia muda warudi katika akili, ili wajue ya kwamba wamekosa, wenyewe waje wakiri ya kwamba kweli tulikosa, na wakiri katika moyo, katika ukweli, katika roho, na hapo ndipo mambo yao yatakuwa salama. So toba ya mwana mpotovu ni toba ya muda. So wewe ambao umesikia ujumbe, ninakusihi katika jina la Yesu, tafadhali elewa ya kwamba kuna aina ya toba ambao ni toba ya muda, ambao mtu anapokosa anapewa muda na Mungu, ambapo Mungu hata mtumia mtumishi wake, Mungu hata mtumia mzazi, Mungu hata mtumia mtu yoyote. Mungu mwenyewe atampatia muda, amtengeneze, amufinyange, akuwe vile anataka. Yule mtu mwenyewe arudi katika akili, ajue mahali penye aliangukia, na huyo mtu anaporudi na kujua mahali aliangukia, atubu, hasa huyo mtu anakuwa ako sawa. So pia siku ya leo jua kwamba kuna toba ya muda, toba ya mwana mpotovu. So kwa wale ambao umesikia ujumbe, Mungu awabariki, Mungu awatende mema.
Katika jina la Yesu ninajua kwamba ujumbe huu umeuelewa. Katika jina la Yesu ninajua kwamba ujumbe huu utakapouelewa katika njia ya ufahamu wa Mungu na utakapokuwa na nia safi utakusaidia na utaenda katika viwango vingine. Na ujue ya kwamba katika hii dunia kila mtu anapokosa, kuna wale watu ambao watakosa Mungu amtumie mtumishi hapo na hapo, na kuna ule mtu ambaye atakosa Mungu amtumie mtu yeyote hata kando na mtumishi, ili ule mtu arudi katika mawazo yake. Na kuna wale watu ambao watakosa na watapewa muda na Mungu yeye mwenyewe akiwashughulikia, ili wajue ya kwamba kile ambacho walifanya ni kibaya, na baadaye watarejelea katika njia. So usifadhaike, usihuzunike, usikuweko na wasiwasi. Muradi mtu amepotea njia, na huo wakati amekuwa mtu sugu, amekuwa muwazi. Unajua wakati mtu amekosa, huo wakati mtu anakuanga sugu sana. Huyo mtu ukimwendea wakati wengi utasikia kwamba wanaona ni kama wanabembelezwa, utaona ni kama huyo mtu anaona kwamba anahitajika. Huyo mtu atakuwa na kiburi fulani, ataona kwamba niliwaambia bila mimi hawataweza. Lakini muda unapoendelea, Mungu anapoendelea kumchonga, kumtengeneza, kumnyorosha akuwe vile Mungu anataka, basi huyo mtu anatokea pale akiwa salama. So kama kuna watu katika maisha yako ambao walikosa, haujawafikia, na usikuwe na shida. Kwanza wapatie muda, ambia Mungu hao watu vile ulipatia mwana mpotovu muda, wape muda, ukiwafundisha wewe mwenyewe, waombee Mungu mwenyewe awashughulikie, waone ya kwamba kuna mahali walikosea, na wasijifariji ila wakubali. Mtoto mpotovu ile wakati aliuza hiyo shamba, ile wakati alienda kudai ile uridi, ile wakati alikuwa katika dhambi akiogelea na kwa pombe, kwa usherati, hiyo wakati huyu mtoto ungemwambia kitu angekubali. Aliona amefika, lakini wakati mali imeisha, marafiki wamemkimbia, amekosa chakula na mavazi, ako katika hali ngumu. Sasa yeye ndio wakati anarudi katika akili. Na ukweli watu wengi huwa wanarudi katika akili wakati sasa tumeenda hasara. Ule kijana alienda hasara, kwanza alipoteza uridi wake, ya pili alijipata katika dhambi. Katika hiyo dhambi hatujui kama alipata kisonono, kaswende, ukimwi. Katika hiyo dhambi hatujui meno yake yaling'olewa, alipigwa katika ulevi, alipoteza mapua. Huyu mtoto alienda hasara. Baada ya hasara ndiye anakuja kugundua kwamba anahitaji sasa kurudi katika njia. Mpendwa, usingojee hasara ikufikie ndio urudi katika njia. Usingojee hasara ndio tubu. Tubu kabla ya hasara. Wale ambao umesikia ujumbe, Mungu awatende mema. Mungu awabariki. Ujumbe huu unawekwa katika mitandao mitatu hapa YouTube. Tuko na mtandao ambao umeandikishwa kwa jina la Believe and Obey the Only True God. Hapo ni YouTube. Facebook hapa ni Believe Obey, alafu TikTok Believe and Obey Jesus Only. Na Mungu awatende mema. Amen.